social media na mitandao ya kijamii. Ni wangapi waliovaa nguo ambazo si zao? Ni wangapi wanaojidhihirisha katika maisha ambayo sio? Faqirun, mtu maskini fukara, chai ya usubuhi ajui ataitoa wapi. Yatadhaharu bilghina, na wadhihirishia watu katika mitandao kwamba yeye ni tajiri. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد ياكم حميدي الله تبارك وتعالى، لكم تكيا رحمة متوم محمد صلى الله عليه وسلم. خطبة yetu ya leo unwani inasema almutashabbi'una. Ni sifa gani na kina nani wanaosifika na sifa ya atashabbu'? Kwa hakika elimu ni bahari, na elimu haimaliziki. Maudhui hii ndugu zangu katika iman ni maudhui ambayo ni ya msingi sana, yenye kuzingatiwa kwa sababu ya hatari ya tabia hii ya atashabbu', ambayo tutaifahamu katika madakika haya machache kwenye mazungumzo yetu. Kwanza tukitafsiri neno la atashabbu', ili mbele ya khutba ukilisikia hili neno iwe ushaelewa khatibu anazungumza nini. Wanazuoni Allah warehemu wanatuambia al-aslu, asli katika neno hili yustamalu bimaana takalluf wa yustamalu bimaana at-tashabbuh. Asli ya neno tashabbu' hutumika katika maana ya kujikalifisha au maana ya kujifananisha na kitu, na kwenye hii maana ya mwisho, kwa maana kujifananisha, ndio malengo ya khutba ya leo, ikiwa ni mtu kujipamba na mtu kujiweka kwenye muonekano ambao kiuhalisia sivyo alivyo, au kwa lugha ya kimitaani tutakaoelewa wanasema ni mtu kufake maisha. Kufake maisha ni kujiweka wewe uko hivi watu wakuone, lakini uhalisia na uhakika wa maisha yako sivyo ulivyoonyesha watu.
Tabia hii ndugu zangu katika imani ni tabia mbovu, na ni tabia ambayo sheria ya Kiislamu imekuja kukataza. Katika hadithi ya Asma radhiyallahu anha asema anna mra'atan, mwanamke mmoja, qalat, alikuja kwa Mtume kamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna li dharra, hakika mimi nina mke mwenza. Mwanamke amekuja kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia mimi nina mke mwenza. Swali langu, fahal alayya junahun, je, nitakuwa nina makosa in tashabba'tu min zawji? Tushaelewa maana tashabbu', tumetafsiri. Tashabbu' ni mtu kujidhihirisha kivengine na uhalisia ni kivengine. Sasa mwanamke huyu aliyekuja kwa Mtume anamwambia mimi nina mke mwenza. Swali langu, ewe mjumbe wa Mungu, je, nina makosa ikiwa mimi nitajidhihirisha kwake ya kwamba mimi ni bora kwa mume wangu kuliko yeye, na mimi napewa pesa zaidi kuliko yeye, na mimi napendwa zaidi kuliko yeye, hata kama sivyo ilivyo? Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam kamwambia, almutashabbi'u bima lam yu'ta, mwenye kujidhihirisha kivengine na uhalisia ni kivengine, kalabisi thawbay zurin muttafaqun alayhi, ni kama aliyevaa nguo za uongo. Hadithi ameipokea Imamu al-Bukhari na Muslim. Maana yake nini? Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala sema maanahu annahu yudhhiru, maanahu an yudhhira annahu hasala lahu fadilatan au fadilatun wa laysat hasila, ni mtu kujidhihirisha kwamba yeye ana ubora fulani na kumbe uhalisia sivyo mambo yalivyo. Ndugu zangu katika iman, hadithi hii ambayo haina wasiwasi kwa Bukhari na kwa Muslim inatuonyesha namna gani Uislamu haukubakisha ambalo ni ovu isipokuwa kaelekeza umma huu, na haukubakisha ambalo ni la kheri isipokuwa ukaelekeza umma huu. Ndugu zangu, tabia hii ya atashabbu imeenea katika mujtamai wa Kiislamu leo umuman, na ukitaka kulihakikisha hilo, tizama katika social media na mitandao ya kijamii. Ni wangapi waliovaa nguo ambazo si zao? Ni wangapi wanaojidhihirisha katika maisha ambayo sio? Faqirun, mtu maskini fukara, chai ya usubuhi hajui ataitoa wapi. Yatadhaharu bilghina, anawadhihirishia watu katika mitandao kwamba yeye ni tajiri. Wa bakhilun, na jitu bakhili, bakhili kikweli kweli. Yatadhaharu bilkaram, anajidhihirisha kwa watu kwamba yeye ni mtoaji. Wa balidun, jitu zuka, halikusoma zuka la kupindukia, lakini awadhihirishia watu kwamba yeye ni msomi na ana akili kali sana. Kullu wahidin minhum, kila mmoja katika hawa, yatashabba'u bimahmadatin lahu minan nasi laysat fihi, atakatu kujidhihirisha hivyo kwa watu apate kusifiwa na uhalisia sivyo alivyo. Hapa nitawapigia mifano. Khutba yangu leo ni fupi tu. Nataka kila mwenye tabia ya atashabbu awachane nayo, kwa sababu ya nususi za kisheria zimekuja kukataza na kuelezea ukhatari wake. Tashabbu'i ya kwanza inapatikana kwetu sisi wanafunzi talabatu ilmu, kwa kuiba maneno ya shekhe au makala ya mtu aliyoyazungumza yeye, ukayaiba kisha na wewe ukazungumza na ukajinasibisha
kwamba yale makala au yale mazungumzo ni yako. Ama uulizwe swali, ufanye swali hili, ngoja kwanza nenda choni kidogo. Kenda choni ukatoa simu yako ukaingia kwenye Sheikh Google, ukasearch pale ukajua majibu na wanazuoni waliosema, kisha ukitoka ifanya sasa, naam, alikuwa mwasemaje? Basi watu wakakuuliza, sasa ukaanza kutoa fatwa, ili jambo limeeleza hivi na hivi, hata Sheikh fulani kasema. Sasa waliohudhuria wakawa ni wenye kushangaa na kustaajabu, achana na huu kijana bwana, umeona alivyomwaga vitu, dakika 2 tu amesema yuenda choni, alipotoka bwana amezungumza kweli kweli. Waliohudhuria wanadhani kwamba wewe yale maneno ni ya nani? Ni yako, na kwamba ni elimu unayo, ulisoma. Kumbe maskini umeiba na hukumtegemezea aliyezungumza. Ni hatari moja kubwa sana. Imamu al-Qurtubi asema kwenye tafsiri yake kwenye mukaddima, wa sharti fi hadha alkitab. Wanafunzi wenzangu, sikiliza haya maneno ya Imamu al-Qurtubi kisha uniambie twafaa sisi kama wanafunzi kuyafanya haya tunaoyafanya. Asema wa sharti fi hadha alkitabi, masharti yangu kwenye kitabu hichi, yani kwenye tafsiri yake Imamu al-Qurtubi. Tayib, masharti ni yapi? Asema idhafatul aqwal ila qailiha, kwenye tafsiri yangu nitategemeza maneno kwa waliosema, wal ahadithi ila musannifiha, na hadithi nitazitaja nilipozitoa. Limadha, kwa nini Imamu al-Qurtubi asema hivyo? Asema fa innahu yuqalu, kwa sababu husemwa, min barakatil ilmi, ukitaka baraka ya elimu, an yudhafa alqawlu ila qailihi, tegemeza maneno kwa aliyosema. Ndo tukabakia na thanawi au tukabakia hata na jamia, mashahada makubwa makubwa, lakini akili hazina kitu. Ndio wanafunzi tulivyo siku hizi, mashahada unasema mimi nimemaliza jamia islamia na nimetakharaj mwaka fulani, kisha nikaenda magister pia ndo nini sasa? Sasa ukiangaliwa maalumati ulionayo na shahada ulizobeba, mbingu na ardhi. Limadha? Ni kwa sababu baraka ya elimu hatuna sisi wanafunzi. Sikiliza Imamu al-Qurtubi, huu ni mwanachuoni wa kikweli kweli, lakini atufundisha sisi wanafunzi ya kwamba ukitaka kubarikiwa katika elimu, tegemeza maneno kwa aliyesema, usitangaze ni yako. Limadha? Kwa sababu hii ni katika atashabbu, ni katika kuwaonyesha watu uko hivi na uhalisia sivyo. Huyu wa kwanza katika mutashabbiun, tumeanza na sisi wasomi kwanza, ndio ujue haya maradhi yamegonga kila pahali. Ikiwa wasomi wanatashabbu, waliobakia mimbabi aula. Tayib, wa pili tunaambiwa atashabbu bi'ita'i alfuqara'i walmasakin min as-sadaqati, ni mtu kufanya tashabbu ya kutoa sadaka kwa wingi kwa maskini na mafukara. Wa hiya laysat min malihi wa innama hiya min amwali almuhsinin, si katika mali yake, ni mali ya wapenda kheri, wamempa tafuta wasiojiweza. Bwana mkubwa akija kwetu kajipiga kifua kwamba aliyefanya nani? Ni yeye, na masifa mengi, masifa mengi. Sio tume wala ati nimetumwa na tajirifa. Tumeleta kanta 3 za unga na nimegharamia, nataka mupewe hichi chakula. Kumbe si yeye maskini, ni pesa amepewa na tajiri
atafute wasiojiweza. Hasa hasimamii hapo pia. Sasa njoo mmoja wenu zungumza hapa, zungumza, elezea. Maskini ameambiwa zungumza na ni muhitaji, tazungumza mbele ya watu kwenye makamera haya. Mungu amjaze kheri fulani, kajitolea, katupa unga mwingi sana, katupa mahindi, katupa sijui nini, katupa hivi na hivi. Basi alafu atairusha kwenye social media. Sasa na yeye kuna na picha yake pale kwamba kuonesha yeye ni mtoaji sana. Hadha min at-tashabbu wa bali linsanu ala nafsihi basira. Kila mmoja ajijua nafsi yake. Una tabia ya atashabbu, uachana nayo, kwa sababu ni hatari hii ambayo unayo ifanya. Tarajia kheri na tarajia kuwa na ikhlas katika mambo unayoyafanya. Al-Imam Ibn Taymiyyah asema falmuhsinu ilayhim wa ila ghairihim, mwenye kuwafanyia maskini na wengine mambo ya kheri, alayhi an yabtaghi bidhalika wajha Allah, ni juu yake kutaka kwenye hilo radhi za Mungu. Wala yatlub min makhluqin la fi dunya wala fi al-akhirah, usitake kwa viumbe duniani wala akhira kutaka malipo ya aina yoyote, kama alivyosema Mungu, innama nut'imukum liwajhi Allah, sisi twawalisha kwa ajili na kwa kutaka radhi na kwa ikhlas ambayo inaotupeleka sisi kufanya hivyo. Ibn Taymiyyah asema wa man talaba min alfuqara'i, kuna hii ni mpya hii, pengine baadhi yetu ndio mwanzo kuisikia. Wa man talaba min alfuqara'i du'a au thanaa, na yoyote atakayetaka kwa maskini na mafukara dua ama kusifiwa, kharaja min hadhihi alaya, huyu ametoka kwenye hiyo aya. Maneno ya Ibn Taymiyyah kwenye Majmu'ul Fatawa ukurasa wa 111 juzuu ya 11, ya kwamba unapotoa usitake malipo ya aina yoyote, mpaka yale tulioyazoea. Ibn Taymiyyah asema usiyaombe. Tulioyazoea ni yapi? Baada ushasaidia na mfadhili, mimi wallahi mimi sitaki lolote kwene, sitaki chochote, nataka dua tu. Tumezoea sisi katika tunaposaidia, ukamwambia mtu nataka dua. Ibn Taymiyyah asema ukimwambia uliyemsaidia bana nakusaidia nataka dua, asema huingii kwenye aya ya Mungu innama nut'imukum liwajhi Allah, ushatoka hapo. Limadha? Kwa sababu umetaka malipo ya kile ulichonipa, ambao ni nini? Umetaka kwangu dua. Mwache mwenyewe mmekusaidia bana, Sheikh wallahi nimeshukuru sana, sijui nikufanyie nini. Ala, usinifanyie lote bana, innama nut'imukum liwajhi Allah. Yeye mwenyewe amekuombea dua, Mungu akuondoshee matatizo, khalas. Lakini kumtaka yule uliyemsaidia akuombee dua, itakuwa umetoka katika aya kama hii. Kwa hivyo yote mawili tumekatazwa, kutaka dua na kutaka masifa. Na masifa ni katika wale ambao ni mutashabbiuna bima lam yu'tu, kujidhihirisha kwamba wao ni masonko na kwamba wao ni watoaji na kumbe si watoaji. Ilikuwa nyamaze tu, ama asema ni amana nimepewa kutoka kwa fulani bin fulani, nadhani imefika, wacha nimrekodie kidogo kama uhakika kwamba amana imefika. Shekhe, video hiyo bana, mzigo umefika na wameupokea. Si useme hivyo tu, ya nini kujifungua kishindo, sijui umetoa wewe zile pesa au umetoa wewe vile vyakula. Hadha kulluhu min atashabbu bima laysa fihi, na hii ni hatari. Allah asema kwenye Qur'an, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, wasidhani wale ambao wanafurahi kwa waliopewa, wayuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, na wanataka kushukuriwa kwa ambayo hawakuyafanya. Subhanallah, Qur'ani hii
utafikiri uteremka leo. Kila ukitafsiri inakuonyesha kwamba inatibu mambo yatakayokuja hata kwa baadaye. Yuhibbuna bima wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, wanataka kushukuriwa, wanataka kusifiwa. Kwa sababu ukishakutoa na usiseme zimetoka kwa nani, useme nzako, utasifiwa usifiwi? Utasifiwa. Fulani mtoaji, fulani ni kadha, fulani ni kadha, ndio hayo. Lakini bima lam yaf'alu, kwa mambo ambayo hawakuyafanya wao. Madhara yake nini? Allah sema fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhabi, usidhani katu kwamba hawa wataokoka na adhabu yangu. Walahum adhabun alimun, wana adhabu kali yenye kuumiza. Hawakina mutashabbiun, niko hivi na sivyo alivyo. Mimi ni mtoaji, kumbe mwenyewe njaa tu. Fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab, usidhani kwamba wataokoka na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Sasa ndugu yangu, hivi uko radhi utiwe kwenye moto wa Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya kusifiwa na watu wawili watatu kwa jambo ambalo hukulifanya? Kuwa na ikhlas na tegemeza haki za watu kwa wenyewe, na hebu jaribu kuwa kama muhusika. Kuna watu wengine Allah wajaze khair, yeye ndiye aliyetoa, lakini atatumia lugha ya jamii ya wengi. Ama mwanzo atakataa, atajificha hasa. Wewe ndo hata mpenda khairi mmoja amejitolea, na yeye mpenda khairi mmoja amejitolea. Sasa pengine kuwe kuna mtu yomjua, sema shekhe nini bwana, tukufahamu bwana, wewe ni mtu mtoaji. Akishakujua hapa nishajulikana, basi ataileta kwa ujumla, kwa pamoja yani. Naam, lakini si peke yangu. Si peke yangu, niko na wenzangu, tuko kama watu 10, kila mtu anatoa na yuko peke yake aliyetoa. Sasa muhusika hataki kujulikana. Wewe mzee Kilemba unalazimu ujulikane wewe, si tabu hii? Sasa ukiendelea na tabia hii ya atashabbu, elewa Mungu akwambia fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhabi walahum adhabun alim. Mfano wa tatu ndugu zangu katika atashabbu ni mtu kuchukua video na kujionyesha kwamba yeye yuko kwenye maisha ya watu wenye pesa zao na watu matajiri. Kuna maradhi hayo, na aweza kutafuta rafiki yake mwenye gari kubwa, Prado au gari yoyote ambayo ni kubwa, basi akasimama pale kwenye mlango, kwenye steering, mwenye gari akaambiwa toka, hebu nichukue video hapa. Ameweka na mkono kwenye steering ile, alafu anarekodiwa pale. Kisha baada ya madakika mwana mtu yuko TikTok pale gari, ajifanya atafuta simu yake, haioni manake ni tajiri, manake kumbe maskini wata gari, beskeli pia hana hata beskeli maskini. Lakini nini? Kupenda misifa na ataka kitu kifure, watu wamuone kwamba yeye ana magari makubwa. Mara akiona la gari amemaliza, atakwenda tafute nyumba ya rafiki yake anemjua mwenye uwezo, basi aende pale nje au ndani pale, akae na suruali na shoti yake pale, basi ajifanye manake yuko kwenye ghetto, manake ghetto ni yake. Kumbe maskini yuko kwenye kibanda cha kuku. Wanasema mbona madharau? Wewe waishi maisha duni, jiweke kwamba mimi naishi maisha haya. Mbona urekodi kwenye rumu yako moja ya makuti? Rekodi pale kisha urushe kwa TikTok. Wala si makosa, si madhambi. Si ujiweke ulivyo. Kwa nini uende ukajirekodi kwenye majumba ya kifahari na we mwenyewe waishi ndivyo sivyo? Maradhi yako haya. Wa mwisho kabisa akatafuta ofisi ya mtu anemjua, kama ni wa serikali ama tajiri, basi akamwambia nipishe tu kwenye ofisi, kwa kwenda akazima na suti, kisha kakaa pale kwenye meza, kisha akamwambia naomba kama milioni 4 hivi, akazika pale juu ya meza,
yuko busy na simu. Yani manake hana time ya pesa. Pesa kwake kitu cha chini sana. Kisha ile video pale imeandikwa tumia pesa ikuzoee. Maskini na yeye nyama shilingi 100 hawezi kununua. Hamma radhi ndugu zangu, na tushaambiwa hatari yake, fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab. Unachukulia mambo mepesi, utajirikodi ujirusha alafu khalas, kumbe katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe unazungumziwa kivingine kabisa. Vile vile hili linatokezea katika hayati zaujia, maisha ya ndoa, wanaoana wakajirikodi kwamba wao ni wapenzi wakubwa sana, na kumbe hawana mapenzi ya mchana wala usiku. Mbona mkipigana hamuweki? Mwajifanya nyinyi mwishi maisha mazuri, wako kwenye mahoteli, wakinywa majuice tofauti na matika na machipsi yamefurafura, mara wamepanda kwenye nini, wameshikana mikono, kumbe husuguana masaa 24. Atashabbu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab walahum adhabun alim. Ali ibn Abi Talib asema, ajibtu liman yusafu bil khair alladhi ya'lamu annahu laysa fihi kayfa yarda. Nashangaa kwa yule ambaye yuasifiwa ana khair na yeye yajua kwamba hana hiyo khair. Vipi yuaridhika mtu huyu? Wasifiwa wewe ni mtoaji na si mtoaji na ukanyamaza kimya. Wasifiwa wewe ni tajiri na si tajiri ukanyamaza kimya. Vipi mtu yuasifiwa kwa jambo ambalo ajua hana na kisha mwisho wake akaridhika? Akhira ndugu zangu, katika athar mbovu zinazopatikana kwenye tashabbu, ya kwanza ni salbu huquqi al-akharin, ni kupokonya watu haki zao. Mtu yoyote ambaye ni mutashabbi ni mwenye kupokonya watu haki zake. Aliyotoa mwingine watakasifu upewe wewe, umechukua haki ya mwenzako. Hili ni la kwanza. Vile vile alqalaq, kuwa na babaiko na wasiwasi wa kudumu kwa kuogopea sije ukajulikana ukweli wako. Na ni wangapi waliojulikana ukweli wao baada ya kujidhihirisha walivyo na uhalisia kumbe sivyo. Sasa ushaturekodia wewe uko kwenye Prado, mara siku hiyo bahati mbaya onekana wapiga mguu kuanzia hapa mpaka mwisho wa Tanga. Na mtu akikufanyia stizai, pengine yuko na beskili ama piga, Sheikh vipi ile Prado ile, utamwambia nini? Sasa mwenye tashabbu kawaida yake anaishi na wasiwasi. Haya, wewe una pesa, umetuonesha video kwenye TikTok, umeweka mamilioni ya pesa kwenye meza, mara umesahau wajamwambia mudiri, hapa bana nataka mchango wa shilingi 100,000. Umefedheheka hujafedheheka? Umefedheheka. Sasa kutaka kuepukana na hayo, wachana na atashabbu, kwa sababu ni jambo ambalo limekatazwa. La tatu, mwenye tashabbu siku zote yuwajieka kwenye grade ambayo si yake. Hili ndugu zangu linampelekea tafute madeni na kukopesha kwa wingi ili aonekane kwa watu alivyo ni hivi, na kumbe uhalisia sivyo. Kwa hivyo yuko radhi alipe madeni, adaiwe mpaka atolewe na mji kwa sababu ya kudaiwa, sababu kutafuta sifa nyingi na kutafuta kuonekana kwamba yeye ni tajiri. Hili linakuja kama alivyosema Ibn Rajab, inna man azumati dunya indahu, yoyote ambaye dunia ataikuza, ahabba almadha wa kariha adhamma, siku zote mtu huyu hupenda kusifiwa na akachukia kukejeliwa. Hilo litampelekea yeye ala tarki kathiri min alhaqi khashyata dhammi, litampelekea yeye kuacha mambo mengi ya haki kwa sababu ya kuogopa kukejeliwa. Wa ala fi'li kathiri min albatil rajaa almadhi, na atakuwa yuko radhi afanye ya batil ili mradi tu apate sifa
kwa watu. Tuwate tabia ya atashabbu na tukae mbali nayo, na kila mmoja akubali maisha ya Mwenyezi Mungu aliyomweka. Umewekwa wewe katika maisha yako wa kuishi rumu moja ya kupangisha, kubali. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ukikaa kwenye rumu moja, mtizame ambaye hana hiyo rumu moja, usitizame anayekaa kwingine kwenye maflat. La, ikiwa wewe watembea na mguu, mtizame anayetembea na magoti, usimtizame aliyepanda gari. Ukimtizama aliyepanda gari, na wewe utatafuta gari la kukopesha ili uonekane na wewe una gari. Mwisho waingia kwenye haya madhambi ambayo tumeyazungumza, atashabbu. Ikiwa Mwenyezi Mungu ametoa tahadhari na amezungumza wazi kwamba hawawezi kufaulu na hawawezi kutoka katika moto wa Jahannam, ati wasiingie. La, yoyote mwenye tashabbu atauonja kwa hii tabia ya kujidhihirisha, alivyo ni vingine na uhalisia ni vingine. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwanan واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.